Mimi nilikuwa nina ushauri mmoja kwa TAKUKURU, kwa sababu masuala mengine yako wazi kabisa, lakini michakato yake inachukua muda mrefu sana. Nakumbuka mwaka 2017-18 kuna mchakato ulianzishwa pale jijini Arusha. Wenzetu wa bodaboda wakaweza kuchangisha fedha kiasi cha shilingi milioni 400 ambazo baadaye zilikuja kuibiwa na baadhi ya watu. Bwana, nimeona jana mbunge wetu wa jimbo la Arusha mjini, Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo alikuwa anazungumza na bodaboda. Sasa ni bodaboda, viongozi wa bodaboda, nadhani bodaboda. Na kubwa zaidi wakati alikuwa anazungumza kuhusiana na ile issue ya milioni 400. Hivi hao bodaboda wanasemaje? Kwa sababu wakiwa na mkuu wa mkoa, unajua kwa mfano ukisikiliza wakati wakiwa na mkuu wa mkoa, shida unaweza ukaiona upande wa pili wa Gambo. Ukija tena ukimsikiliza kwa mfano kama ulivyokuwa umemsikiliza jana akiwa wanazungumza na Mheshimiwa Gambo, ni kama tena inabaki hivi nabaki. Ukiwasikiliza wakiwa upande huu, unaona upande ule ambao hujazungumza bado, hao ndio wenye shida. Afu ukija ukiwasikiliza tena upande huu wakizungumza, unabaki njia panda. Hawana msimamo mmoja. Au hawajui. Hawaelewi. Yaani mimi ninachokiona, unajua kishamwona mtu ambaye anayumba kwa staili hiyo, ni kwamba huenda hata wao wenyewe hawajui hizi milioni 400 zimeenda wapi. Na ndio maana anakuwa atakuwa ni Flora, atakuwa ni Joram, atakuwa ni fulani. Kwa hiyo kwa sababu hajui kwamba zimeenda wapi, wewe Joram unapozungumza anakuwa anakusikiliza na kufuata yale ambayo unayasema wewe. Akija kuzungumza Flora anakuwa anakusikiliza na kufuata yale ambayo Flora anazungumza, kwa sababu bado hajajua kabisa kwamba hivi ni nani mhusika. Yaani tujiulize si wenyewe hapa kama watangazaji ambao tunataka tukafanya investigative journalism. Hizi milioni 400 za bodaboda kwani zimeenda wapi? Alikuwa nazo nani? Zilikuwa kwenye zilikuwa kwa nani? Tuna taratibu tu. Sawa? Tujiulize kwa sababu jana Mheshimiwa Gambo amezungumza. Tujaribu kumsaidia Mheshimiwa Gambo. Sisi tujiulize. Hizi milioni 400 za bodaboda, umeone, kwani zimeenda wapi? Hiyo ni moja. Lakini mbili, hizi milioni 400 za bodaboda kwani zilikuwa wapi? Sawa, tutapata jibu hilo ni swali letu la pili. Swali letu la tatu, hizi milioni 400 za bodaboda tumeshasema zilikuwa wapi? Tunakwamba kwa swali letu la kwanza zimeenda wapi? Zilikuwa wapi? Na swali letu la tatu zilikuwa kwa nani? Kwa nani? Sawa, hayo maswali yetu matatu. Na swali jingine kwamba nani ambaye alikuwa anaidhini na zile pesa, iwe kwenye kutoa, kwenye kuzipeleka sehemu nyingine, au yani ambaye alikuwa ni mtu wa mwisho ambaye alikuwa anastahili kupewa? Sio kustahili kupewa, ambaye alikuwa na uwezo, yani ana uwezo kwamba wa kuidhinisha kwamba hii hela naweza kutoa hapa nikampa fulani kama mkopo, labda usiokuwa na riba, hii na uwezo kutoa hapa. Kwa sababu mimi ninachokiamini sio kwamba huyo alikuwa kwanza haikuwepo kwenye benki ya mapepo. Sawa, hizi benki zetu ni benki zetu hizi. Sawa, na huyu mtu ambaye ameenda kuchukua hizo fedha sio pepo mtu wala sio jini, useme kwamba ameenda kuchukua bila kujulikana. Ni mtu ambaye kabisa ameenda benki akafanya process zikachukuliwa. Cha kujiuliza, haya maswali yetu 4 ambayo tunajiuliza, ina maana kwamba viongozi wetu haya maswali hawajiuliza, kwamba hawajui. Sema binafsi kama tutashindwa kupata jibu na muhusika kwenye hiki ambacho kinatokea kwenye fedha za bodaboda, kama taifa tuko kubaya sana kwenye masuala ya upelelezi sana. Kwa sababu pesa zimetolewa kwa mujibu wa, utakuja kumsikiza Mheshimiwa mbunge hapa anazungumza. Kwa mujibu wa Mheshimiwa mbunge, kwanza zile pesa zilikuwa benki, si ndio? Anachokishangaa ni kwamba pesa zinatolewaje benki, na benki kanyamaza kwamba kwani hajulikani aliochukua hizo fedha, kiasi kwamba kupelekea paka watu wengine waanze kulalamika kwamba bodaboda wengine wanalalamika kuhusiana na hizo fedha, kwamba huyo aliochukua fedha ni nani, yupo nyuma ya nani? Tujiulize hata sisi wenyewe. Ana nguvu gani? Kwa nini inapotezewa, yani kama inapotezewa kabisa? Kwa nini watu wanashindwa kumtaja, wanaongea kama wana maji mdomoni, hawashindwa kuzungumza? Unafahamu mumunya? Yani watu wanashindwa kuzungumza. Leo mumunya mdomoni.
Yani kwamba yani uelewi kwamba watu ina maana kwamba ajulikane ndio kuchukua hiyo fedha. Kwa sababu kimsikiza mheshimiwa mbunge anakuambia tena nasikia wako hai. Umeona? Wengine wamenunua magari, kuna ambao wamenunua makosta. Ina maana watu wana nani? Wanajulikana, wamenunua makosta. Kuna wengine wanajenga nyumba. Sasa kama mpaka imefika hiyo stage ya watu wanajua kwamba huyu mtu mpaka amenunua kosta, amenunua nyumba. Na maisha ni watu wanaofahamika. Watu wasitajwe. Sema sio watu wadogo. Sio mimi wala wewe wala. Angekuwa ni mtu mdogo ungeshaisha. Sio mtu mdogo kiukweli. Na ndo maana hata mbunge mwenyewe anajiuliza kwamba wako nyuma ya nani, kwamba huyo mtu ambaye nani yuko nyuma yao ina maana ni mtu mwenye nguvu, na ndo maana hawakamatiki, kwa sababu ingekuwa ni mtu kuliko sheria. Lakini unafahamu sala baba yetu jaribu kusali sala baba yetu afu nyamaza kimya. Sema swali jingine ambalo pia najiuliza, sijui kama nitakuwa niko sahihi, lakini kwa nini pia naye mbunge ana sita na anaona uoga? Mimi naweza nikasema ni kama uoga fulani hivi wa kutokuwataja hao kama anawajua, kama anasema kwamba wako hai na wengine wamenunua magari. Kwa nini yeye asisaidie kwa jinsi nilivyomuelewa mheshimiwa mbunge ni kwamba yeye ni information ambazo anapewa. Iwepo alipuke watu waseme sio mimi huko kwenye sio mimi ni nani sasa kama sio wewe? Ndio zitakuja sasa. Yani unajua uweze amini scenario. Nasubiri naona kama ni mtu likubwa liko nyuma ya hiki kitu ambalo limechukua hiyo hela, ambalo alitingishiki yani. Yaani ukimtingisha unajikuta champingu. Ni nani? Au labda anaweza tujiulize. Anaweza kuwa ni mwanasiasa mmoja likubwa hapa Arusha. Ni mwanasiasa likubwa hapa Arusha ni nani? Inawezekana, lakini mimi ninachojua sijui kama inaweza kuwa ni mwanasiasa mkubwa, lakini mimi nadhani anaweza akawa ni mtu mkubwa ambaye ana fedha. Anaweza sio mwanasiasa lakini ni mtu mwenye fedha hizi. Mtu mkubwa mwenye fedha hizi kudhulumu hii milioni. Yani hiyo ni hela yani mtu mwenye nguvu, yani mwenye nguvu hizo kwamba anafahamiana na watu wengi kwa position aliko nazo. Kwa sababu ukijaribu kusikia jinsi wanavyozungumza hata viongozi, kwa mfano kama ulivyosema mheshimiwa mbunge, ukimsikia mheshimiwa mbunge jinsi anavyozungumza, ukija kumsikia pia mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyokuwa anazungumza, unaona kama ni lijitu ambalo la kutisha limekala wakati mheshimiwa Makonda anazungumza, hilo lijitu la mwangalia jicho hivi. Wakati mheshimiwa Gamba anazungumza, hilo jitu la mwangalia jicho la hivi la mpimia. Yani uone kwamba hiki kitu ikiwa imenyoshwa, I said tamko usikii kwamba I say ni hao sema unajua hizo hela zilikuwa benki yetu ya serikali labda NMB sawa NMB tarehe fulani mwezi fulani, hizo hela zilitolewa na bwana Joram Sonyo. Akaunti hapa na hizo fedha zimehamishwa kwenye akaunti ya Joram Sonyo kwenda kwenye akaunti ya Flora Sumari. Umeona? Kwa hiyo wote hao waingie kwenye nani waeleze. Kuna shida gani ya kuwaita wajieleze kuhusiana na hizo fedha? Kwa nini inakuwa yani kama kitu inabanwa, yani inafichwa? Kitu ambacho nimefikiria ni kwamba hii issue sio mtu mmoja, na ndio maana inakuwa ngumu. Na kama sio mimi nimefikiria kama sio issue ya mtu mmoja, hii sio issue ya mtu mmoja, ina maana ni mlolongo wa watu wenye nguvu, yani ni cheni ya watu ambao wote sio wadogo, msiki za mpingu. Binafsi mimi najua ingekuwa ni issue ya mtu mmoja angeisha hii issue sio ya mtu mmoja. Na au huenda kwamba kuna huyo mtu mmoja ambaye anajulikana, lakini sasa wanaogopa wakimtaja huyo mtu akibana atamtaja fulani kwamba ndio aliidhinisha, aliruhusu. Yani inawezekana kwamba sio kuidhinisha. Huenda mlolongo kama unavyosema ni mrefu, lakini alienda kufanya process za kuichukua, kwa sababu hela inatokaje benki, rafiki yangu? Sema unajua, kwa mfano watu wanayeangaliaga movie, kuna vitu vingine vinatokea ambavyo kwenye movie ni kwenye maisha ya kawaida. Huenda huyo mtu wakati mwingine labda wanaona ugumu labda hivyo, kwa sababu na yeye kuna sehemu aliwahi kumsaidia. Tunafahamu uliangalia ile blacklist, inawezekana mtu anakusaidia kama anakusaidia, unaona sasa mimi nitamnanije, yani mtu anakusaidia, yani anakusaidia kwenye tatizo kubwa ambalo lingekufanya wewe labda ukose nafasi au uende jela, na yeye unamkuta kwenye mazingira kama haya. Kwa hiyo unabaki ila Joram pamoja na Flora, mimi nimuombe mbunge wetu ambaye amekuwa mstari wa mbele kulalamikia kuhusiana na issue, na issue amejibu baada ya utakumbuka ile alizozungumza mkuu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Mbunge, mimi nadhani kwamba nenda front, kwa sababu unazungumza nao wale bodaboda
kwa nini usiwaambie waende wakafungue jalada la mashtaka? Na kama wamefungua, kwa nini hilo jalada alisongi mbele kwenda kufanya upelelezi? Limekwamia wapi? Yaani tunatamani sana kujua. Yaani mimi kitu ambacho natamani kujua, huyu mwamba aliopo, yani huyu mwamba aliopo kwenye ni mwamba gani? Ni geu, mwamba tabaka, mwamba moto? Yaani ndio hicho ambacho natamani kujua. Tumsikize mbunge alichokizungumza kuhusiana na issue. Nadhani hata wewe unaweza kujiuliza maswali mengi. Kama unajua pia, kwa sababu mnatusikiliza Arusha, mnaweza mkatuambia. Unaweza kuwa unamjua. Boda boda sana tusikiliza sasa hizi. Mnaweza mkatuambia bwana ili na sisi tuondoke mgagasiko. Labda mnavyofikiria sivyo bwana. Hela imechukuliwaga na nani? Na Juma au Gasto au nani? Samani ambao nimewataja majina ni kwa mfano tu, au Sonyo. Umeona? Mkatuambia tu ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Unamjua? Sikana kama mnamjua. Na unaweza kutuambia sababu ni kwa nini akamatwe au atajwe au afikishwe kwenye vyombo vya kuiba milioni 400. Nyingi unajua. Unajua wewe kaibe 200,000 tu uone. Unasema laki. Sema mimi sijui kwa nini kwenye watu wakiiba kwenye hii mifumo hii mingine ambayo ina mahusiano na Gavo uwe ni mnyororo sana kuliko kuiba au Gavo kiiba amnaga kweli. Sijui. Lakini ukura yani ukinani unaisha. Ukikuta na pembe zile za ndovu zile na pembe. Ukikuta na pembe za ndovu, ukikuta hata na kangozi cha swala umeisha. Unahukumiwa, unafungwa. Ukikuta na ngozi ya swala. Kuna mtu ameiba milioni 400 huko za boda boda. Na kwa mujibu wao anasema anajulikana. Yupo anadunda. Kwamba anajulikana. Haya mtajeni, anajulikana. Hivi kwenye mazingira ya kawaida tunaonaga jeshi la polisi likimkamata mtu labda au TAKUKURU akiwa anahusika kumweka mtu hii ABCD uchunguzi kwa nani? TAKUKURU anaingiliaga kati. Wewe anauliza maswali huyu hapa jamani. Au sema maelekezo si alishatolewa kwa mkuu alitoa kwa TAKUKURU kwamba wafuatilie. Okay, TAKUKURU labda wako chini kwa chini tusubiri, labda TAKUKURU wanaweza kaja na swali, lakini tunataka tukasubiri tukakesha. Pia yote yanawezekana. Acha tusubiri TAKUKURU, tusiwaingilie kazi yao, lakini tunatamani kulijua hilo jitu ni jitu la aina gani. Nili nani liko hapo nyuma? Kaja mkuta mtu wa kawaida. Hamna mtu wa kawaida hapo. Kawaida unajua mtu wa kawaida. Karibia nasema tukimkuta mtu wa kawaida anaacha kazi. Hamna mtu wa kawaida. Sema hivyo. Mtu wa kawaida? Kwa mlolongo huu wa kusuasua hivi. Hamna mtu wa kawaida. Hata kama ni mtu wa kawaida nyuma yake kuna nani? Kuna jitu. Tumsikize Mheshimiwa Mrisho Gambo alichokizungumza. Ambacho nimewaambia viongozi wa bodaboda juzi wa mkoa na wilaya kwamba kama mnataka tushirikiane na mimi niko tayari, lakini ajenda yangu namba 1 lazima tupambane zile hela zetu milioni 300 ziweze kurudi ili zikawasaidie hawa bodaboda. Na tupambane kwa sababu ushahidi upo. Zile hela hawajachukua cash, wameenda kuchukua kwenye account. Ukienda kuchukua bank statement, waliochukua fedha wanajulikana kwa majina. Wameweka mpaka namba zao za NIDA. Na taarifa tulizokuwa nazo sisi hawajafa, wako hai. Kwa nini hawapatikani? Kwa nini hawakamatwi? Kwa nini hawapelekwi mahakamani? Kama kuna mtu anawalinda ni nani na kwa maslahi gani? Na mimi nimewaahidi viongozi wa bodaboda, haki ya Mungu, niko tayari hata kulipia mwanasheria tujue mwisho hizo fedha ni nini. Na nyie bodaboda msikubali, kwa sababu hilo ni jasho lenu. Mara baada ya kwenda kuzitafuta kule, tukafungua account, mkarejesha mle, toka zilivyoingia kwenye account zile fedha tena si aliyezitafuta, ni za kwenu nyinyi bodaboda wa jiji la Arusha. Kwa hiyo msipewe maneno ya kitapeli na siasa. Wapige siasa, lakini bottom line tunataka fedha zetu. Sababu haya mateso tunayopata leo tungekuwa na zile OCD yasingekuwepo. Mimi nikuombe na kufahamu, najua ni mchapakazi, ni mtu wa kupenda haki na ni mfuatiliaji. Wale wote walioshiriki, nimesikia wengine wanampaka madaladala
wengine wana makosta, wengine wameiba hizo hela wameenda kujenga manyumba. Huyu Akibu Msemo pamoja na vurugu zake, lakini mnyongeni haki yake. Alijitahidi sana kuwafuatilia, lakini alikuwa hapati ushirikiano ndani ya serikali. Mpaka tunajiuliza kunani? Kwa mimi nikuombe OCD kwa kweli, kwa kushirikiana na vyombo vingine kama TAKUKURU na nani, watu wakishapatikana, nataka niwaambie hizi hela zitarudi. Na hela zikirudi, hata wale ambao waliwasaidia hawa bodaboda, kwa sababu leo ukienda kuongea na mtu, bwana kuna jambo la bodaboda, nakwambia ndio wale ambao waliiba hela zetu, ndio wale ambao hivi, ambao sio taswira nzuri. Mimi hili jambo kwa kweli, na mwenyekiti unakumbuka na Msemo unakumbuka, niliwaambia kama kuna kitu kwa kweli nataka tushirikiane, ni tupambane tuhakikishe hizo hela zinapatikana. Hapa katikati porojo zilikuwa nyingi, hadithi zilikuwa nyingi, zile zilikuwa ni siasa, na kwa sababu mimi ni mwanasiasa, roho yangu ni ngumu, na huwa naamini ukweli una tabia ya kuishi, na huwa naamini kwamba uongo unakwenda kwa lifti, ukweli unapanda ngazi, unakwenda polepole, unachelewa, lakini kila hatua unayopiga ni hatua ya uhakika. Twende kulia, twende kushoto, tuongee habari yoyote, lakini the bottom line tunataka pesa zetu. Na katika hilo jambo mimi niseme kabisa niko serious OCD. Kama basi hakuna mawakili wa serikali wa kusaidia, mimi niko tayari kulipa gharama za wakili mpaka tuone mwisho wake. Hatuwezi kuzidiwa nao matatizo ya chama. Na zikipatikana zitaingia kwenye mfuko wa bodaboda, tutautunisha, tutaondoa zile changamoto ndogo ambazo tuko nazo kila siku. Huyo ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Mheshimiwa Mrisho Machakagambo. Anakuambia the bottom line, tunataka pesa yetu. Na wakati anazungumza OCD yupo kuna viongozi wa jeshi la polisi walikuwepo pale. Walikuwa wanasikiliza. Kama umebatika kuangalia hiyo clip wakati anazungumza, angalia sura za viongozi wetu. Unaweza yaani swali kwa maana kwa mtu ananiambia kwamba akina OCD ameshindwa kufuatiliwa kamkamata au huyo nani? Yaani hapo ipo OCD ni nani? OCD si nini wa wilaya au asimage, si kamanda wa polisi kwa wilaya. Kuna OCD alafu kuna nani? Tuachane na OCD. Namzungumzia OCD. Sasa hivi ni nani? Yani sasa hivi ni nani Arusha? Yule mmoja alihamishwa, yule nani alihamishwa nani? Kuna dada mmoja namuona. Dada mmoja au ndo nani? Ndio OCD. Yupo huyo sasa. Dada mmoja hivi. Kamanda mmoja hivi. Anyway, tuta nani? Ya siku nyingi sijaenda pale makao makuu kupiga story. Kwa hiyo bana hizo fedha hiyo kupiga story. Ziko kwani si jeshi letu? Jeshi letu lile pale. Hapo pamependeza? Sasa hivi pamependeza pale. Pale ile jeshi letu. Unajua mimi nawaambiaga watu msiogope kutembelea pale. Nenda pale. Mimi nataka niongee naye kwanza tuanzishe utalii wa nani? Wa kutembelea kwenye majeshi yetu kama vile. Na hapo pia tuna taarifa ya jeshi la polisi kwa upande wa wanawake hapa Arusha. Bana wao wamewataka wananchi kutembea kutembelea vituo vyetu vya utalii, hususan utalii wa ndani. Debora hapo tumsikia kama Debora. Sasa uzuri ni kwamba nyimbo alizoziimba Bobae nikumbusha mbali sana manyimbo ya mtoto mtiani sana. Bwana hela za bodaboda mrudisha rafiki yangu. Kama vipi mnaweza mkarudisha mkanigeia hata na mimi. Tumewapambania. Sasa tutakugeiaje kati tumeshanunua kosa, tumejenga nyumba. Hatuna hela tena. Sasa hiyo nyumba watu kwa tunauza. Unajua kwamba mtu mpaka anajulikana kabisa fulani ndio huyu amenunua. Sasa mimi nilikuwa natamani Mheshimiwa Gambo akasema bwana MT, kuna mtu kwa mfano kama fulani labda Sonyo amenunua nyumba, amenunua magari makosta Usonyo na alikuwepo kwenye system. Yawezekana kwamba ndio yeye aseme tu, yawezekana. Na mpaka Mheshimiwa mbunge anasema yeye yuko tayari kulipia wa nani
Kwa mfano hapo bwana sheria. Kwa mfano hapo rahisi yani tu. Hapo swali kubwa ni hilo hapo. Ni nani? Yani hapo cha kusaidia ni kwamba mamlaka tayari wameshapata mtu ambaye wanaweza wakaanza naye kwenye kuwasaidia, kwamba ni mkuu wa mkoa kisha mbunge amesema kwamba kuna wengine ambao tayari wana magari sio wamejenga. Haya, yeye ndo anatakiwa aseme ni wapi hao, ni wapi hao. Kwa mujibu wa taarifa, bwana mimi nimeambiwa kwenye ile nani, huyu fulani alikuwepo, umeona fulani alikuwepo. TAKUKURU akaanzia pale. Tukashughulikiwa bana. Sema mimi natamani kulijua ile limwamba. Nilikubwa. Hiyo sisema sio mtu mmoja. Sio mtu mmoja. Kwa sababu ukijaribu kumsikiza hata mheshimiwa mbunge ana na maana ni mlolongo. Maana hapo amesema wengine wamenunua wengine, yani sio mtu mmoja. Na ndio maana inakuwa ngumu. Kwa sababu hapo kuna wanyumba, kuna wageni. Sema unajua kuta wengine wale mwingine aliamua zake kupata hiyo hela kaoa. Vizuri tu. Sema unajua mimi ambacho nimekiona, unajua imekuwa ngumu hivyo kwa sababu walimpa kila anayestahili. Ni kwenye mgaano. Huenda walimpa kila anayestahili. Na ndio maana watajani. Yani walimpa kila anayestahili. Hakuna aliyerushwa. Yani ukitaka kujua kwamba arushwe tayari. Maana nakwambia kwa mfano hata hizi na nyingi unasikia sijui kakamatwa sijui na nini atorosha sijui na nini. Wanasemaga nyingine zile ambazo watu walicheza dili alafu wakazinguana. Kwa hiyo mmoja ndo anatoa ile taarifa. Kwa hiyo huenda hii inakuwa ngumu hivi kwa sababu waliopaswa kula wamekula. Afu ni ile kula alafu futa mdomo. Yaani hakuna Ojora mtu anakula alafu anafuta mdomo na vumbi ni. Futa mdomo na vumbi tulia. Hiyo story tumeitumia sana tukiwa wadogo. Na bora wako kale kwa watu. Unakula alafu unachukua vumbi unajipaka mdomoni. Yani sana. Mheshimiwa Spika, nami nashukuru sana kupata fursa hii ya kuchangia hotuba ya bajeti ya Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Spika, mimi mchango wangu utajielekeza kwenye maeneo mawili. Kwenye upande wa utawala bora na upande wa maslahi ya watumishi. Kwenye utawala bora, Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa nina ushauri mmoja kwa TAKUKURU. Kwa sababu masuala mengine yako wazi kabisa, lakini michakato yake inachukua muda mrefu sana. Nakumbuka mwaka 2017-18 kuna mchakato ulianzishwa pale jijini Arusha. Wenzetu wa bodaboda wakaweza kuchangisha fedha kiasi cha shilingi milioni 400 ambazo baadaye zilikuja kuibiwa na baadhi ya watu. Sasa Mheshimiwa Spika, hoja yangu ni kwamba mnamo tarehe 18 mwezi wa 6 2021 katika tawi la NMB Mbagala kuna mtu anaitwa Maulid, mwingine anaitwa Makongoro, mwingine anaitwa John F Fungameza. Walikwenda kuchukua fedha kwenye akaunti kiasi cha shilingi milioni 39,500,000. Lakini mnamo tarehe 8 mwezi wa 7 2021 kuna mtu mwingine tena ambaye anaitwa John na mwingine anaitwa Edwin. Walikwenda kwenye akaunti na kuchukua fedha kiasi cha shilingi milioni 43,500,000. Mnamo tarehe 31 mwezi wa 8 2021 kwenye tawi la Kariakoo wakachukua tena fedha kiasi cha milioni 43,800,000. Ukiangalia tena mnamo tarehe 25 mwezi wa 11 2020 kupitia NIDA namba ya T10002791265 walikwenda kuchukua shilingi milioni 15. Orodha ndefu na inaendelea. Hoja yangu Mheshimiwa Spika ni kwamba hawa watu wa bodaboda fedha zao zimeibiwa, na walioiba fedha wanajulikana. Wameenda benki, wamechukua fedha, wametoa vitambulisho vya NIDA na wamechukua kwa majina yao. Lakini toka mwaka 2020 mpaka leo swala hili halijapelekwa mahakamani na wahusika hawajakamatwa. Badala yake natoa fursa kwa baadhi ya watu kuanza kuchafua majina ya watu ambao hawahusiki kwenye jambo hili. Kwa ombi langu Mheshimiwa Spika, tuwaombe TAKUKURU, najua wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Kama wezi wanajulikana na ushahidi upo, ni kigumizi cha nini cha kuwakamata na kuwapeleka mahakamani ili kuweza kuondoa changamoto hii kwenye maeneo mengine. Lakini jambo langu la pili Mheshimiwa Spika, maana hapa ukiangalia fedha ambazo zimechukuliwa ni kiasi cha shilingi milioni 214,300,000. Hizi ni fedha nyingi sana, kama zingepatikana zingewasaidia vijana wa bodaboda kuendelea kukopeshana kwenye maeneo mbalimbali.